Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025. Leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b hadi aya ya 7 na aya ya 12 hadi ya 13. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohani sura ya 20 aya ya 19 hadi ya 23. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili kama lilivyoandikwa na Mtakatifu Yohani sura ya 20 aya ya 19 hadi ya 23. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwa wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa, karibuni tafakari neno la Mungu katika sherehe ya Pentekoste, siku ya 50 baada ya ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku ya kuadhimisha tukio la kipekee na la msingi sana kwa kanisa, kuzaliwa kwake kwa njia ya Roho Mtakatifu, yaani kuumbwa upya kwa taifa jipya la Mungu. Siku ya Pentekoste ni kilele cha sherehe ya Pasaka, pia ni sherehe ya waumini walei. Sherehe hii inakamilisha fumbo la Pasaka kwa kuhitimisha kipindi cha Pasaka. Kumbe tunasherehekea utimilifu wa fumbo la ukombozi wetu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, aliye ishara ya umoja kati yetu sisi wanadamu na Mungu. Kama wimbo wa mwanzo unavyoimba, Roho ya Bwana imeujaza ulimwengu, nayo imeviunganisha viumbe vyote, kujua maana ya kila sauti. Rejea kitabu cha Hekima sura ya 1 aya ya 7. Kwa asili Pentekoste ilikuwa ni sherehe ya pili kwa ukubwa kwa Wayahudi baada ya sherehe ya Pasaka. Sherehe hii ilisherekewa katika juma la 7 baada ya Pasaka ya Wayahudi. Ndio maana halisi ya neno Pentekoste, ikimaanisha siku ya 50. Kwetu wa Kristo ni siku ya 50 baada ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wayahudi katika sherehe ya Pentekoste waliadhimisha mambo matatu: kufanyika kwa agano kati yao na Mungu mlimani Sinai, kupewa amri 10 za Mungu, na kutoa shukrani ya mavuno ya kwanza. Ndiyo maana iliitwa pia sikukuu ya mavuno ya kwanza. Sisi katika sikukuu hii ya Pentekoste tunaadhimisha kuwekwa kwa agano jipya na la milele kati ya Mungu na binadamu kwa njia ya Yesu Kristo,
na kuthibitishwa kwa ujio wa Roho Mtakatifu. Nasi kwa njia ya Kristo tumepewa amri kuu mpya ya mapendo, kiini cha agano jipya na la milele. Katika somo la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume linatusimulia jinsi upepo na nguvu na ndimi za moto vilivyotokea siku ya Pentekoste, zikiwa ni alama ya uwepo wa Roho Mtakatifu aliyewajaza mitume nguvu, ujasiri wa kuhubiri habari za Kristo mfufuka na uongofu wa watu. Somo la pili la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto linatueleza kuwepo Roho Mtakatifu ni msingi wa karama na huduma mbalimbali katika kanisa. Yeye ndiye anayefanya karama hizo zilete umoja katika kuihudumia jumuiya nzima ya waumini kama viungo mbalimbali vya mwili mmoja vinavyosaidiana kwa faida ya mwili mmoja. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohani inatueleza jinsi Roho Mtakatifu alivyofanya kazi ya kuwaunganisha mitume na Yesu Kristo. Leo anatuunganisha sisi na Mungu mwenyewe kwa kutuondolea dhambi zetu. Anaposema, pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Wapendwa, pato la kazi hii ya Roho Mtakatifu ni upatanisho na amani kati ya Mungu na watu. Katika Injili tunaona Yesu anawavuvia mitume Roho Mtakatifu. Na katika somo la kwanza tunaona waamini waliokusanyika pamoja na mitume kwa sala wanashukiwa na Roho Mtakatifu kwa mfano wa ndimi za moto. Roho huyo anawapa mitume nguvu na ujasiri wa kuhubiri Injili. Wanakuwa na uhai mpya ndani yao, wenye hari isiyo na uoga. Kama katika uumbaji, Mungu alipokwisha kumuumba mwanadamu, alimpulizia pumzi ya uhai na mwanadamu akapata uhai. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7. Yesu anapowavuvia mitume Roho Mtakatifu, wanapata uhai mpya ndani yao, na uhai huo unawapa ujasiri wa kuwaondolea uoga na kumshuhudia Kristo. Roho Mtakatifu alileta mabadiliko kwa mitume. Mitume tuliowazoea kabla ya Pentekoste sio wale wa baada ya Pentekoste. Waliondoa maslahi yao mbele na kuyaweka maslahi ya kanisa. Waliondoa uoga wote na kutiwa nguvu za ajabu. Mtazamo wao juu ya Yesu pia ulibadilika. Walikuwa tayari hata kuchapwa viboko kwa ajili ya kumshuhudia Kristo, na karibu mitume wote walikufa kifodini kumshuhudia Kristo. Wapendwa, Roho Mtakatifu tunayempokea anatupa karama mbalimbali katika maisha yetu. Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, mitume walitumia karama zao kuhubiri Injili. Hivyo hatuna budi kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Roho Mtakatifu kwa kuzitumia vyema karama zetu tunazojaliwa kwa manufaa ya wote. Maana tusipozitumia karama zetu vyema, tutadaiwa siku ya mwisho. Tutambue kuwa vipaji hivi ni zawadi ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuhudumiana, kujengana na kusaidiana sisi kwa sisi, tukiongozwa na karama iliyo kubwa kuliko zote, yaani upendo. Na kwa ubatizo wetu, wapendwa, sote tumejazwa Roho Mtakatifu. Hivyo hatuna budi kumdhihirisha Roho huyo kwa maisha yetu kwa kuishi kwa upendo, furaha, amani, uaminifu, uvumilivu, utu wema, fadhili, upole na kiasi.
tutaweza kuishi fadhila hizi kama maisha yetu yakiongozwa na Roho Mtakatifu. Fadhila hizi zinadhihirisha uwezo na ukuu wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Nyakati zetu hizi wapo wanaomfukarisha Roho Mtakatifu kwa kumwekea mipaka katika karama zake, wakimfanya kuwa ni roho wa miujiza na kunena kwa lugha tu. Mafundisho haya ni potofu, yanasababishwa na kutofahamu maandiko matakatifu yanayotufunulia utajiri mkubwa wa karama za Roho Mtakatifu ndani yetu. Basi ndugu zangu katika Kristo, tumuombe Roho Mtakatifu atuwezeshe kuishi vyema maisha ya hapa duniani kadiri ya karama anazotujalia, tukitumaini kuyapata na yale ya mbinguni, kama sala baada ya komunyo inavyohitimisha maadhimisho ya sherehe hii ikisema: Ee Mungu, umelijalia kanisa lako mapaji yako ya mbinguni. Uilinde neema hiyo uliyotujalia, ili mapaji ya Roho Mtakatifu tuliyopokea yasitawi daima, nacho chakula cha Roho kituongoze kufikia ukombozi wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Emmanuel Ferdinand Mringi wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Tabora.